Atibu nauani, tiba ziko aina hizi. Ya kwanza atibu sharia wa huwa tibu nabawiyya allati tatababa bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam wa awsa bihi. Tiba ziko namna mbili. Kwanza ni tiba ya kisheria, nayo ndio ipi? Ndio tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ima mtume mwenyewe alijitibia ama mtume alielekeza. Kwa hiyo kama mtume alijitibia, hiyo ndio tiba yetu sie ya Waislamu, au mtume alielekeza, pia hiyo katika tiba inayotakiwa. Kwa mfano mtume alisifia madawa mengi ya Kiarabu, mengine ya Kihindi. Mtume akasifu haba soda, habatu sauda, dawa ulikulli dai. Haba soda ni dawa kila ugonjwa, punje fulani nyeusi. Illa al-maut wal-kibar, isipokuwa mauti tu na uzee. Lakini kuna dawa mpaka zingine zilikuwa za Kihindi, Waarabu pia walikuwa wanatumia. Mtume akasifu kijiti fulani hivi, Wahindi wanatumia sana, kinaitwa kustu. Na kustu ziko aina mbili, kuna kustu aswad na kuna kustu abyad. Kwa bahati mbaya sikuwa nimejiandaa ningewaonesha, lakini nadhani hapa mtaiona. Hiyo kustu aswad ndio inaitwa kustu hindi. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alaikum bihadhihi laudul hindi, shikamaneni sana na hiki kijiti cha Wahindi, kijiti cha Kihindi hiki. Manake ilikuwa ni tiba ya Wahindi. Nini? Ni kustu aswad, ambayo kustu aswad ukisaga unga wake ukachanganya na asali, inasaidia sana mifumo ya hewa. Hata ilipokuja hii corona, wengi iliwasaidia. Unachanganya na asali, unakamulia na malimao, unaweka na siki kidogo. Mchanganyiko huu, mtu mwenye corona anapona biidhnillahil karim. Unaona vizuri? Vifua vya watoto, unachukua ile kustu, changanya na asali kidogo, mtoto vile vifua vikavu vinakung'ang'ania sana watoto wadogo. Unaona baba? Kwa hiyo kustu, hata mtu mwenye mashetani ikisagwa ikachanganywa kwenye asali ikatiwa na kitunguu saumu, shetani hapo lazima atoke. Kwa hiyo ni dawa ambazo zinatakiwa mtu asitumie mara kwa mara. Ukaweka mle na kamunaswad, kwa mfano asali, kitunguu saumu, kamunaswad pamoja na hii kustu. Akila mtu mwenye mashetani, yani atajisikia raha sana, mwili itamwachia vizuri sana. Lakini vile vile hii kustu ikichomwa, akijifunika mtu mwenye mashaitani, shetani anaweza kuchomoka mbio sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja, ukiangalia katika mlango wa tiba katika hadithi zile kwenye Bukhari, Muslim, utaona Mtume ametaja dawa za aina mbalimbali. Lakini yeye mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kama yeye alipokuwa akiumwa, hadithi nyingi zimeelekeza alifanyiwa hijama. Alifanya hijama. Nawe kuna siku nitaielekeza inshallah. Kwa hiyo Mtume katika tiba kuna ile ambayo alielekeza na kuna ile ambayo yeye mwenyewe alifanya pia, yani kwa maana ya yeye kuitumia. Kwa maana hiyo sasa, kila kitu Muislamu atazame sheria inasemaje katika kila jambo. Kwa hiyo kuna tiba ya kwanza ya Mtume, tiba inayokubaliana na sheria. Ndani ya hiyo tiba hakuna kitu cha haramu tukaletewa tukaambiwa hii dawa. Sio kazi sana kujua tiba ambayo haiendi sawa na sheria, sio kazi sana. Kitu haramu unaambiwa hii dawa. Kwa mfano nyinyi mnaokuja katika visomo, wale watu wenye mashetani wale, ndio waambiwe kwamba sasa wewe dawa yako ya kuoga hii utafute pua ya nguruwe. Wanafanya hivyo watu. Basi inakaushwa ile, kila anapotaka kuoga aitumbukize katika lile ndoo la maji ndio aoge. Bwana, mpaka vitu vya najisi.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum. Hakika Mwenyezi Mungu hajafanya hapo hata siku moja eti dawa yenu nyinyi itokane na vitu vya haramu. Abadan. Mngana pale shetani nini naua mtu hapa. Bana usiwe mtu bana, bana unataka nini? Kiponga. Kiponga. Nataka bia moja, bia. Basi mwenye mgonjwa pale anaenda utafuta chupa ya bia. Bana shetani ametaka bana. Shetani kia anachotaka analetiwa. Jamani, tusifanye hivyo. Lazima tuangalie halali na haramu. Sio kila anachotaka shetani. Kila anachotaka shetani wewe unafanya tu, utakwenda motoni. Usikubali kila kitu. Usikubali kila kitu. Mwenyezi Mungu anasema hawa jinsi walivyo na hila hawa. Anasema kwamba innama yuridu shaytanu yukia bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal maisir. Shetani anataka kutieni kwenye uadui baina yenu nyinyi kutokana na pombe na kamari. Unaona? Na vile vile anasema Mwenyezi Mungu, wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. An'am 121. Kwamba mkiwatia hawa kila anachowaambia hawa mashetani, basi mtakuwa washirikina nyie. Unamtii vipi shetani kila anachotaka? Nini? Nataka tende. Tende hapa. Si ndio hivi? Alafu sasa wakati tunamuuliza walimu mmekuja, mnasemaje tena? Assalamu alaykum. Waalaikum assalam. Shetani atoe salamu alaykum moja mpaka 5. Assalamu alaykum. Waalaikum. Haya walimu mnasemaje? Unatoka wapi? Natokea Maka. Maka wewe. Maka sehemu gani? Jeddah. Toka Maka mimi. Haya sawa. Sawa kabisa. Walimu tunawasikia. Mmeniita hapa. Mmeanza kusoma mimi mmeniita. Mnasemaje? Kwa hiyo sasa mbona unamsumbua huyu? Ndio. Kwa sababu nyinyi ni wajeuri. Hamtaki kunipa vitu vyangu. Unataka nini? Tende. Nataka tende. Sasa unajua kuna vitu vingine, hebu tutumie akili. Huyo hapa amesema anatokea wapi huyo? Maka Tende. Anataka nini? Tende. Sasa swali dogo tu. Huko unakotoka si ndio zinakolimwa? Tena zenyewe kabisa hata hizi tunaletwa sisi tende hizi. Uchafuasikia huu? Hizi tende. Sio tende hizi. Tende zimekaa kwenye container miezi 6. Kwenye meli tu. Bado haijapakuliwa. Kipakuliwa hapo godauni mpaka unaipata wewe. Sio tende hizo. Tende yenyewe kabisa imedondoka leo. Imeiva tamu. Bwana. Sasa wewe unatoka Maka. Unakuja kutulaisia hapa Mbagala tende. Unakotoka ndio zinakolimwa. Hivi kweli huyu anataka tende huyu? Huyu anataka tende huyu? Sasa wakati mwingine haya mashetani haya kuyafatisha ni kujitia kwenye ujinga wewe mwenyewe. Usifate kila anachotaka. Pambana, tumia akili ya kawaida wala itaki elimu hiyo. Anachotaka huyu nini? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Hana chengine anachotaka yeye, sio tende wala ndizi. Anataka kulifanya kundi lake liwe kubwa la watu kwenda motoni. Kwa nini? Kwa nini afanye kundi lake kubwa la watu kwenda motoni? Kwa sababu Allah shasema kwenye Qur'ani kwenye sura An'am aya 121 kwamba wa ina ata'tumuhum, ikiwa mtawatii hawa innakum la mushrikuna, basi nyinyi ni washirikina. Kwa hiyo anakuambia nataka hiki, ukimpa umemtii hujamtii. Tayari kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu unakuwa nani? Washirikina wanaenda wapi? Hiyo ndio kazi ya shetani. Kwa hiyo tiba usitufanye leo sisi kuwa washirikina. Tiba itupeleke kwenye kupona na kumridhisha Mola wetu na kuingia katika janna. Kuumwa tatizo. Maswahaba walitumia kuumwa, ufukara, matatizo wakaigeuza kuwa ngazi ya kupandia uchamungu na kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi leo
kuumwa, matatizo, ndio ngazi ya kuingia kwenye kufuru. Leo mpo hapa katika dua, tunaomba hapa, tunasoma, tusomeki, si ndio jamani? Leo juma ngapi? Ijumaa, Jumamosi, Jumapili hatuwaoni wengine hapa. Wanapanda basi wanaenda Kawe. Uko wapi sasa wewe? Mutabidhabina baina dhalika. Unayumba. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Kwenye Waislamu haumo, kwa wale makafiri haumo. Wewe uko wapi sasa? Kuwa na msimamo, shika sehemu. Wa man yakfur bitawhid, yule atakayepingana na mambo ya washirikina haya, mambo ya kudanganya kufuru haya, ukaamua kupambana na nafsi yako, ukajiepusha na ushirikina. Wa yu'min billah, na ukamwamini Mwenyezi Mungu kikweli kweli, unamuomba hata kama inachelewa majibu, wewe umetulia pale pale unaomba ya Rab. Mwenyezi Mungu anasema faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, huyo ameshika kamba imara, la mfisama la, haina antivirus hiyo. Kwa sababu duniani kila kitu kina negative, kila kitu kina negative. Watu wa kompyuta ni ya gharama kubwa, lakini siku moja namba kompyuta imestuck, haiwaki, ikiwaka ina mweku. Kwa nini? Umeingia virus. Sawa? Na virus wametengeneza wafikiri kusumbua watu wakati biashara. Lakini wataalamu wakagundua negative yake nini, wakatengeneza antivirus. Ukitia antivirus tayari inakuwa ina block. Sasa hivi wametengeneza Windows 10. Windows 10 hainaga mambo ya virus wala antivirus. Kwa hiyo kila kitu kina negative yake. Umeona vizuri? Moto, maji. Sawa? Kimwaga maji moto unafanyaje? Sasa Allah anasema hivi. Mwenye kushikamana na imani, akaepukana na mambo ya kufuru, hiyo anasema lam fi swama la, haina negative yake, haina kinyume chake. Kama ni geti umefunga na chuma, hakuna wa kulivunja, hakuna wa kupapatua, hakuna sijui ni kamba ilikatika, hakuna sijui ni umeme ulizimika, hakuna sijui ni maji yalikauka. Kwa Mwenyezi Mungu lam fi swama laha. Sasa unayumba wapi Muislamu? Unaona? Watibu shaitania, tiba ya pili ni tiba ya kishetani. Tiba ya kishetani ni ipi? Haiangalii halali wala haram, haiangalii shirki wala tauhid. Vitu vyake ni vya kufuru, ni vya kumtia mtu kwenye majanga na kumgombanisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushafahamu? Kujiepusha na vitu hivyo, kujiepusha na tiba hizo za kishirikina, za kumtia mtu kwenye kufuru. Sasa tunaangalia limbwata, tunaliweka upande gani? Na hilo limbwata pia yako mawili. Kuna limbwata lile ambalo tumelizoea, lile haramu, kwa sababu ule ni uchawi. Limbwata nini? Limbwata ni kitu anachofanya mtu ili kumfanyia mpenzi wake ampende sana kuliko kawaida yake. Hiyo ndio definition ya limbwata. Sawa? Lakini hilo limbwata hilo ni uchawi ndugu zangu. Kwa hiyo haifai kufanya uchawi. Na hata kama utasema mimi sijamloga, mimi natengeneza ndoa yangu, sawa. Lakini hebu ujiulize, kwa nini akwambie kalete nywele zake, kalete nguo yake ya ndani, na wewe unachukua unaipeleka? Mtu anatafuta buksa yangu mimi sioni bwana, ili bwana bwana wewe ziko nyingi utaiona, kumbe unajua mwenyewe ushaipeleka pale. Unaona? Tena unamwambia sasa mimi mwenyewe ya kwangu huko sioni wiki ya 3, lakini ikaja nikaiona huko chini kuna panya huko ndani huko. Nguo itapotea, kumbe panya washaiburuza hivi. Hivi washaiburuza panya. Unasema uongo. Leti nywele zake, leti kucha zake, lete sijui uzi kwenye nguo yake. Napeleka, kinatengenezwa kitu, unaletewa. Haiki mtilie kwenye chakula. Bwana wewe. Na wewe unakubali unatia kwenye chakula, mtu anakula. Unaweka nia pale, asimpendi mtu yoyote ila mie tu. Allah anasema kwenye Qur'ani hivi, la yuflihu sahiru haifu hata. Kwa kutumia uchawi hafaulu mtu kwa 100% popote afikapo. Sawa? Anipendaje tu mimi, asipende mwanamke yoyote. Bwana anatokea kuja kuwa ni mtu anakupenda kweli kweli mpaka wewe unafurahi.
Lakini sasa Allah anasema kauli yake la yuflihu sahihu haifu, hata kwa njia ya uchawi mtu hawezi kufaulu 100%. Popote afikapo. Sawa bwana anakupenda, lakini angalia mwisho hii. Angalia mwisho wake inavyoenda hii. Yule bwana mpaka ule kupenda kwenyewe kunazidi na wivu wenyewe unazidi. Anaona tabu atapenda kazini. Anaona kitoka huko nyuma watakuchukua. Mtu anakaa ndani tu atoki nje. Alikuwa akitoka mwenyewe anaenda kwenye michongo yake, labda dalali. Bwana kuna nyumba inauzwa. Bwana kuna nyumba huko. Bwana kuna lazima aende kijiweni ndio anapata hii information. Bwana kuna mtu anatafuta nyumba ya umeme, nyumba nzima anataka. Unayo wewe? Ah mimi nayo, ipo Kiburugwa. Wanaenda. Sasa yeye ndi kule kijiweni. Yuko ndani tu. Yuko ndani tu. Sasa wewe tena ndio unahangaika uchome vitumbua, mandazi, bajia, kachori, utumbua kuku, chini. Yaani kila kitu ni dili sasa hivi, hakuachi kitu. Unaona vizuri? Bwana yule kambasi nipe una buku hapa. Para kupiga mirungu sasa. Unatoa mwenyewe chako. Akitoa kidogo karudi. Uko na safari yako tunaenda wote, wewe ndi peke yako tunaenda wote. Mpaka stereo na beseni lako la ndizi. Unajuta manani. Ndizi shinga. Asimama tupembeni kimya. Anatoa wasiwasi. Kuna nunua pale ndizi mwenyewe, au wale wanaouza kifurushi wenyewe wale kibando sizo wanaita cha 4G kile. Ila miogo humo, nini, karanga kidogo, nazi kidogo, basi tena nakusaidia kupasua zile nazi. Mtu alikuwa na michongo yake. Alikuwa akihangaika akirudi mezani na 10,000, 15 na wewe ukiungaunga huko ukilala na 5,000 unaicheza michezo ile yako ile wala haina maneno na mtu. Kula yako ipo na ile unazopata wewe mwenyewe unaweka kwenye michezo yako, unaweka kwenye kibubu nini, mwisho wa mwezi unajikuta unanunua dressing table, unaweza kukopa kwa muhafazia nyumba nzima zikaenea, ukanunua sabufa, ile hela zako za michezo wewe zinafanya mambo yako tu binafsi, wala zile shule wakidai mwenyewe yupo. Hela ya kula mwenyewe leo, hela yako wewe sasa ifanye vyote. Utaweza? Utaweza? Sasa unahangaika mwisho unaona biashara haitoshi. Nini? Kumbe umeyataka mwenyewe. Hiyo ni faida ni hasara? Hasara. Hilo ndio limbwata. Hilo ndio limbwata. Sasa limbwata maana yake ni kwa Kiarabu wanaita sihrul wisada. Sihrul wisada ni uchawi wa mapenzi. Ufanyiwa mtu anageuka kuwa kweli anakupenda, lakini haishii pale tu, inakuja na madhara. Yanampata yule mume. Hiyo namba 1. Namba 2, wewe usimetiania pale, anipendaje tu mie, asipende mwanamke mwingine yoyote. Sawa si sawa? Sawa. Vituko sasa vinaanza kwa uchawi ule. Kwa hiyo mama Dalayani amekuja mamake pale. Mtembelee. Mume yuko ndani. Hamjambo yeye jambo. Walikuwa bibi kaja. Bwana uibai yuko ndani. Anakumwambia sasa. Sema, mama yako kaja. Anakuja mama. Haya usipoke. Sasa kafuta nini? Kafuta nini hapa? Mwambie ende zake hapa bwana. Mama yako mwambie ende zake. Sina time hiyo. Huyo anajua kazi yao. Unasikia hivi? Unasikia hivi? Yaani nikishakufa tu mtu, lazima waone hivi. Utaona? Ndio kazi yao. Anakuja sasa mama yako wewe sasa, wewe mfanyaji wewe sasa. Anatimuliwa kama mbwa. Toka. Bwana, mume wako ana nini sasa mimi? Mama kama namshangaa. Mume wangu sio ana kitu gani? Mimi namshangaa mamangu sio ana nini? Wanakuja dada zako, wewe shemeji. Toka shemeji nini hapa? Sasa unasahau uliweka nia asipende mwanamke yoyote. Sasa na mama yako ni nani? Dada zake, mama yake mume. Unaona maneno hayo? Unaona? Na wewe mwenyewe ulitia nia asipende mwanamke yoyote. Unaona hiyo? Kwa hiyo
Hayo ni madhara yanapatikana kwenye nini? Kwenye limbwata. Madhara mengine kwa ufupi, kwa sababu muda sio mwingi, kiafya. Kiafya, mtu anafanyiwa limbwata, ukishamkolea vizuri lile limbwata lile, kinachofuata maumivu ya kifua. Mara nyingi huwa kifua kinabana pamoja na kukosa furaha. Mume ananyongea, afikadiri siku zinazozidi kwenda anakonda hivi bila sababu yoyote. Anakonda, anakauka, mwili ule unapotea siku hadi siku. Sura yake inakosa furaha, anapotea ile tabasamu ile. Anakuwa ni mtu mwenye mawazo sana, hajui anafikiri ni kitu gani. Muda wote ni kimya, hapendi makelele, hapendi maongezi na mtu yoyote. Kifua kinauma kiasi kwamba mara nyingi huwa anapenda kujinyosha hivi. Hiyo ndio dalili kubwa sana kwamba muda wote, kwamba mtu aliyofanyiwa limbwata likamkolea vizuri, dalili kubwa kabisa ni kujinyosha kama vile ameamka sasa hivi. Kila mara ajinyosha. Hapo akipiga miayo mdomo unafunua sana kama mbwa. Kila anapopiga miayo mdomo unafunua sana kama mbwa, pamoja na kutoka machozi. Ukimwona mtu hivyo, limbwata hilo tayari amekwisha huyo. Alafu kinachofuata, hapendi kwenda kufanya kazi au shughuli za kutafuta maisha. Anapenda kulala, anapenda kukaa ndani bila kutoka nje. Kila kizuri na ubaya wake. Hapa huyu mtu unachoambulia wewe ni kimoja tu, kupendwa tu, lakini anakuja madhara mengi ambayo yanamhusu yeye, yatakuhusu wewe, mama yako, dada zako, mume, familia yake, mama yake, mashangazi zake, dada zake. Wote hao wanapata maumivu. Pengine ndio ndugu yao wampendaye, pengine ndio unajua kwenye familia kutokea mtu mmoja ndio anamhudumia mama, shangazi, shemeji atalipiwa ada ya shule, mama mkwe atatibiwa kiumwa. Yaani mtu mmoja lakini anaangalia watu wengi. Wewe tu kwa jambo lako moja, hao wote wameshaharibia jambo la wote. Kwa hiyo Allah limbwata halifai kwa mtindo kama huo. Lakini sasa kisheria ndio ufanyaje? Liko limbwata la kisheria sasa. Hilo halikataliwi. Jambo la kwanza, nipe nikupe. Vile unavyopenda kufanyiwa, basi anza wewe kufanyia yeye. Usipende tu upendwe wewe tu upande wako. Nipe nikupe. Wewe anza kuwa wewe mwema kwake, kuwa msikivu na yeye atakuwa msikivu kwako. Mheshimu, atakuheshimu. Kuwa mtiifu kwako, atakutii. Utunzie heshima yake, atakutunzia heshima yako. Umeona hivyo? At-tayyibatu lit-tayyibin wal-khabithuna lil-khabithati wal-khabithatu lil-khabithin wat-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibin. Mungu asema kwenye sura An-Nur, wanaume wabaya wake zao ni wabaya wenzao. Wanawake wabaya waume zao wabaya wenzao. Wanawake wema waume zao wema wenzao. Wanaume wema wake zao wema wenzao. Kwa hiyo wakati simshe niombe dua mimi nipate mume mwema mie, basi anza kwanza wewe kuwa mwema. Ukishaanza wewe kuwa mwema, afu omba dua. Kitu cha pili ile dua. Sasa Mwenyezi Mungu anaona huyu mtu mwema akulete kwako wewe kwa sababu tu umeomba dua. Mungu mwadilifu. Huyu mwema Mungu anamjua, huyu mume mwema Mungu anamjua, huyu ni kiumbe wangu, mja wangu, ni mwema. Afu wewe sio mwema, unataka ule mume mwema, unamtaka wewe na wake akose raha ya ule wema wake, sio? Kwa hiyo wewe kuwa mwema kwanza, afu ile dua ukipeleka, Mungu akuchagulie mmoja wako katika timu ambayo Mwenyezi Mungu anajua, anakutanisha naye, maisha yanaendelea. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kuwa wewe mwema kwa wale ambao wako ndani ya ndoa. Na wale kabla hapo ndani ya ndoa, kuwa mwema kwanza. Ili waume wale wanapoomba yeye Mwenyezi Mungu ajalie mke mwema, tayari ushajiweka kwenye ule uwema. Inaanza kwanza kukupata dua ya yule anayetafuta mke mwema. Inaanza kukutafuta wewe, afu wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu ajalie mume mwema. Dua mbili zinatafutana hizo. Umeona? Katika maisha basi ni kuwa
mwema. Lakini chingine ni kuomba dua, kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nijalie mimi huyu mume wangu mimi awe ananipenda sana. Sawa? Hilo sio jambo baya. Mungu, nijalie mimi huyu mume wangu ulonijalia huyu, mimi nampenda, basi fanya na yeye anipende sana mimi. Unashika uradi ule ya wadudu. Katika majina ya Allah yale 99. Shika hiyo. Basi utaona mambo yanakwenda yanakuwa vizuri. Sawa jamani? Hilo ndio limbwata la kisunna, la kisheria. Sawa? Omba dua sana, Mwenyezi Mungu ataweka mambo yatakuwa safi kabisa. Lakini mwisho ni taelekeza dawa ya limbwata lile ambalo lenye madhara. Sawa? Lakini chingine, unapoomba dua kumwambia Mwenyezi Mungu, nijalie mimi huyu mume awe ananipenda sana, hakikisha umeongea vizuri na moyo wako. Sawa? Usiwe msaliti. Hakikisha kweli unampenda kweli, sio unajaribu. Sababu utakapomuomba Allah akauchukua moyo wake yule, akaugeuza ukaelekea kwako, alafu baadaye wewe tena umtaki. Hilo sasa nalo ni tatizo lingine jamani. Mtu tena umeomba dua limeshampata, baadaye tena mimi sikutaki. Kwa hiyo atakuwa anaishi huyu na jambo kwenye moyo wake. Hilo ni tatizo, sio jambo zuri. Fanya maamuzi ya kweli. Lakini ukiswatifu mwema kwa mwema, maisha endelea. Mbaya kwa mbaya, sababu mwanamke mwema mume mwema safi, lakini mwanamke mwema mume ovyo, unakuta mtu alikuwa na nikabu yake usoni na jilbabu, basi kwanza akaanza kutoa jilbabu. Hiyo bwana Waarabu waliweka kwa ajili ya vumbi tu. Hii haiko kisheria. Satoa nikabu. Ni jilbabu na joto lote hili. Hiyo tunatakiwa kuhifadhi tu. Natoa jilbabu, anaweka mtandio. Mtandio anaweka kanga mbili. Yaani anapungua siku hadi siku. Hiyo ilikuwa kwenye hijabu ile namba 1. Sasa hivi iko kwenye 0.1. Haipo kwenye hijabu ya chini. Kwa sababu mwenye imani kapata mume ambaye tofauti na yeye. Lakini wakifanana mke mlevi, wataishi vizuri. Mwanamume kaleo anarudi zake usiku saa 7 au saa 6. Saa 7 usiku. Ngoja hapa. Mke anamsikia na afungui. Bwana, unanipigia kelele bwana. Mke huyu ndani. Bwana nifungulie, wasete ujinga. Nitakuja nikupiga, sasa anza kunipiga kwanza, alafu ndio nakuja kukufungulia. Basi watabishana hapa saa nzima. Ndio mke ainuke ende akamfungulie, na shakuja anajitupa kitandani, ndio anajitupa kitandani wanalala. Asubuhi saa 4 ndio wanaamka mtu na mume wake. Wakikaa kitabu tena wanakumbushana. Ndio jana ilikuwaje? Hivi ule muda alirudi saa ngapi yule? Asema hata najua basi. Kwani alikufungulia nani? Mke huyo. Anamuuliza no. Kwani kulifungulia wewe? Ni kwa kila mlango wazi. Kwa sababu mimi, kwani mimi naenda nianza kurudi. Lakini kwa kigodoro hapa jirani hapa, bana kulikuwa na bia bwana Zaburi. Nikasikita. Basi mbona nikalata sijui saa ngapi urudi? Sijui kabisa. Kama ulianza wewe au mimi si. Mtu naongea hao. Sasa mume sasa anamwambia mke wake, lakini mke wangu unisamehe. Nini? Hiyo jana pombe ilinizidi sana nikajikojolea. Hivi hapa nilipokaa hapa ninauhisi sasa pameloa hapa. Mke wangu unisamehe bwana, mtihani huo. Utakuwa na kazi kutoa godoro leo wala mtoto hatuna siendani. Mke anamwambia mume wake, afadhali wewe. Mwisho jana mimi nilipiga zikanizidi. Unajua mimi mwisho wangu zinakuwa 3, basi nikapiga 8 jana hivi. Basi nililegea miguu yote. Unaona sasa umekojoa. Mwisho nimekunya kabisa hapa. Yaani haya maisha nadhani kweli wataachana. Allah amesema kweli wal khabithuna lil khabithat. Basi watukufu ndugu zangu, Mungu atujalie tuwe wema
na ndoa zetu pia ziwe na furaha, na wale tunaishi nao tupendane.